Mapya yameweza kuibuka kwa mara nyingine tena, sakata la Wasafi Media kuingia katika mgogoro mpaka kufikia hatua ya kuuzwa. Inasemekana bwana Diamond Platnumz ameweza kuchukua maamuzi mazito ya kuweza kuitaifisha Wasafi Media kwa maana ya kuuza hisa zake, ambapo Juma Lokole amekuja kuweka wazi kuhusiana na sababu gani ambazo zimepelekea Diamond kuchukua maamuzi hayo mazito ambayo yamepelekea yeye kuweza kuipoteza Wasafi Media, na sababu gani hasa ambazo ziko nyuma ya pazia ambazo zimepelekea hawa watangazaji mbalimbali kuweza kuaga pale Wasafi Media. So niko hapa kukupa update juu ya kile ambacho Juma amekiongea kwenye moja exclusive interview ambayo alikuwa ameifanya. Alizungumza sababu kadhaa ambazo zilipelekea hayo yote kuweza kutokea, lakini pia akagusia kuhusiana na sakata la watangazaji kuweza kukimbia ama wengine walifukuzwa kazi, lakini kuna wengine ambao waliandika barua za kuomba kuacha kazi. So yote kwa yote kuna sababu nzito ambazo zimeweza kuchangia haya. Nitakupa update hapa juu ya kile ambacho Juma ameweza kukizungumza ikiwa kama nukuu, lakini muhimu zaidi naomba nikukumbushe kwamba tutakuwa kuletea updates nyingi sana hapa kupitia channel yetu. Kwa hiyo point ya msingi ni wewe tu kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe. Ukicheki chini ya hii video hapo utaona kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakomeza kitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe, channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata updates zote kuhusiana na trending issues. Sasa kama kawaida tunafahamu tetesi zilianzia kwenye sakata la watangazaji wengi kuacha kazi. Tuliona posti kadhaa kwenye mitandao ya kijamii especially kwenye peji za Wasafi Media, Wasafi FM pamoja na Wasafi TV wakiwa wanazungumzia ama wakiwa wanawaaga watangazaji wao. Cha kushangaza ni idadi kubwa sana ya watangazaji ambao walikuwa wanaagwa. Wengine hawakuweza kutajwa, lakini wanavyosemekana listi ni kubwa. Wachache miongoni mwa hao watangazaji, kuna mtangazaji anafahamika kama Amigal, kuna mtangazaji kama Lily Omi, kuna mtangazaji kama Zembwela, lakini pia kuna George Ambangile, kuna huyu Maulidi Kitenge. Wengi sana wamefukuzwa, japokuwa kuna wengine sababu kubwa ambayo inatajwa ni masuala ya ithibati, lakini wengine walikuwa wamesoma kabisa na vyeti wako navyo, kila kitu kiko poa, lakini wameweza kuaga. So ilikuwa inasemekana kwamba hawajapewa mshahara wao kwa wakati sahihi, lakini wengine wakasema kwamba ni kutokana na kwamba Wasafi mapato yake yameshuka kwa kiasi kikubwa sana, kwa hiyo imepelekea kukosa mvuto, lakini pia hata yale mapato ambayo media inaingiza yamekuwa ni kiasi kidogo zaidi tofauti na kawaida, kitu ambacho kimepelekea kutokuweza kumudu gharama za kuweza kuwalipa watangazaji wao pamoja na wafanyakazi wao kwa ujumla. Sasa nini ambacho kimepelekea Wasafi Media Diamond kuchukua maamuzi magumu kuweza kuuza hisa zake pale Wasafi? Juma amefunguka na kusema kwamba pale Wasafi Diamond alikuwa na asilimia zake za umiliki, lakini pia kulikuwa kuna mmiliki mwingine pia wa Wasafi, yani hisa zilikuwa za watu zaidi ya mmoja. So kwa upande wake Diamond, baada ya kuona mambo yamekuwa magumu zaidi, ameamua kuuza hisa zake, na sababu kubwa ambayo imepelekea Diamond kuweza kuuza hisa hizi ni kutokana na kwamba anamiliki makampuni mengi sana, lakini ni kama vile yameingia kwenye losi kubwa sana. Makampuni kama Wasafi Bet ambalo hili limetajwa kwa kiwango kikubwa sana kwa ni moja ya kampuni lililoingiza hasara, yani ukiangalia investment yake alafu na kila ambacho wanakuja kukipata imekuwa ni tofauti kabisa na vile walivyokuwa wanatarajia. Kwa hiyo hasara kubwa aliyoipata huku ikafanya Diamond asiweze kupata tuseme faida kubwa ya kuwekeza pia upande wa pili, kitu ambacho kikapelekea hayo tuweza kutokea, lakini pia hasara juu ya kupungua kwa advertisers kwenye media yake ni moja kitu kikubwa sana ambacho kimepelekea Wasafi kufikia maamuzi haya. La Juma amesema kwamba huenda mwaka huu hapa hivi ukawa ndio mwisho wa Diamond kumiliki hisa za Wasafi Media, na pengine atakuja kutangaza ndani ya mwaka huu 2026 pale ambapo atakuwa ameshaamua kuuza hisa zake rasmi, lakini inasemekana kwamba yuko kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba hizi hisa anaziuza. So kama atatokea mzabuni mwingine, basi ataweza kuwekwa pale ama kulipress nafasi Diamond Platnumz, lakini Wasafi itauzwa. Sasa je, itakuwaje Wasafi Media kama watangazaji wote hawa ambao walikuwa na watangazaji nguli wakaweza kuondoka? Je, itakuwa kubwa kama vile ilivyokuwa kubwa mwanzoni katika kipindi ambacho tulikuwa tunafahamu kulikuwa kuna watu wenye majina makubwa, au ndo tuseme kwamba itaanza na moja na itashuka kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu competition ni kubwa zaidi? Comment yako nipi kuhusiana na hiki? Tuambie hapo chini ya hii video, lakini muhimu zaidi usisahau subscribe kwa ajili ya kupata updates.